Karibu sana mtazamaji wa TBC1 hii leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama kawaida ambavyo tumekuwa tukikuelezea kwamba utafiti lakini pia na wasomi ambao wanaufanya utafiti na uvumbuzi na ugunduzi umekuwa suluhu ya mambo mengi ambayo yanatokea katika jamii. Inawezekana kuna changamoto ambazo zinahitaji suluhu ambazo bila utafiti haziwezi kupata suluhu. Lakini pia kuna vitu ambavyo tunavifanya katika jamii vinaonekana vya kawaida lakini vina matokeo makubwa sana. Miongoni mwake ni magunzi ya mahindi ambayo wewe unakula hindi unatupa. Lakini kumbe faida yake ni kubwa zaidi ya hapo. Sio tu kuchoma moto kama sehemu ya kuondoa uchafu nyumbani, lakini kuna mazao mengi yanaweza kupatikana kutokana na hayo magunzi. Na hii leo tuko katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wiki ya utafiti mwaka 2026. Hili ni toleo la 11 tangu kuanzishwa kwake hapa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunazungumzia utafiti na namna ambavyo ubunifu na uvumbuzi unavyosaidia jamii katika mambo mbalimbali. Naitwa Tobias Masalu, hii ni TBC1. Hii leo niko katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuzungumzia utafiti. Ni wiki ya utafiti na matokeo yake katika jamii. Na sitakuwa peke yangu hapa, nitazungumza na watafiti kutoka mabanda mbalimbali ambayo wako kuonesha kila ambacho wamekifanya. Ni wasomi wetu hawa, ni watoto wetu, ni wale ambao wamesoma kwa gharama ambazo we mzazi umewekeza, lakini wamekuja na ubunifu ambao unaleta suluhu katika jamii. Nitakuwa na Julius Maseke Rafael. Yeye ni mwanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia yuko ndaki ya uhandisi pamoja na teknolojia. Atatueleza kwa kina namna ambavyo magunzi yanabadilishwa kuwa mazao yenye faida katika jamii. Nikwambie tu kwamba kauli mbiu ya mwaka huu kwa upande wa wiki ya utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 2026 ni kutumia utafiti utajiri wa madini wa nchini Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidijitali na usalama wa jamii. Hii ndiyo kauli mbiu ya mwaka huu, na ninakutana sasa na Julius Maseke. Julius yeye ndiye ambaye atatupitisha katika suala zima la utafiti huu ambao yuko nao, ambao utakuwa ni kutumia magunzi kuzalisha ethanol. Hii ni gesi ambayo inatumika katika mambo mbalimbali. Atatueleza kwa kina. Bwana Julius, habari za majukumu? Salama kabisa. Uko salama? Niko salama kabisa. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda salama. Bila shaka jamii haiwezi kuelewa nini maana ya magunzi, au inaelewa lakini katika sio ule ambao unaamini unaweza ukawa ni faida zaidi. Tuanze na hili la magunzi. Naona magunzi hapa na umenieleza kuna mazao mbele yake hapa. Kuna wanasema product ambayo ni faida kwa jamii. Ila sisi tunajua magunzi bwana tunatupa tu. Kila mahindi watu wanatumia wakati mwingine kwenye kuchoma tu na sometimes anazalisha vitu vingine, lakini kuna watu ambao wametumia magunzi kama pasi, yani kama moto kwa ajili ya kupasia nguo. Kwa wale watumia pasi za mkaa wanajua, wanaelewa. Lakini kwako wewe magunzi ni zao au ni bidhaa adimu kweli kweli. Kwa nini magunzi? Kwanza kabisa kwa jina naitwa Julius Maseke Rafael, ni mwanafunzi kutoka College of Engineering and Technology, COET, Department of Chemical and Process Engineering. Mbele yako hii ni project ya production of bioethanol au ethanol kutoka kwenye magunzi ya mahindi. Kwa takwimu kwa mwaka 2025-26 production ya mahindi ni 11.7 million tons, lakini 10% ya 11.7 tons ni million tons ni magunzi ya mahindi. Kwa hiyo inamaanisha tani milioni 11 kwa mwaka. Yeah. Kwa hiyo magunzi ya mahindi peke yake ni 1.17 million ton, yani tani milioni 1.17 million tons ya magunzi ya mahindi yanakuwa produced. Na kwa takwimu inaonyesha kwamba 83% ya hayo magunzi ya mahindi huwa yanatumika kwa ajili ya, yani yanachomwa moto, lakini 8% ndio hayo ambayo unayaona baada ya watu kula mahindi wanayatupa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa 83% ya hayo ambayo yanachomwa, mwisho wa siku yana produce carbon dioxide gas, ambayo carbon dioxide gas ni one of the greenhouse gas. Kwa hiyo one of the aim of this project ni kupunguza production of carbon dioxide gas kutokana na uchomaji wa haya magunzi ya mahindi. Okay. Kwa dhamira kubwa ni kuhakikisha kwamba mnafanya wanasema recycling, yani mnatumia tena kwa ajili ya kuleta kitu kingine kipya, badala kutupa magunzi kama mazao ambayo hayana faida, kumbe nyuma yake kuna faida. Kwa unataka kuniambia mkulima wa Nanjilenji huko Mtwara, Ruvuma aanze kujiandaa kufaidika na magunzi ya mahindi? Ndio, kwa sababu magunzi ya mahindi kwanza tunayaongezea thamani.
kitendo cha kuyatupa, maana yake ni kwamba kumbe yale magunzi yana faida, kwa hiyo tunaongezea thamani, na thamani tunaongezea ni kuproduce energy au nishati ambayo ina matumizi mengi. Kwa mfano matumizi ya ethanol, kwa mfano inatumika kwa ajili ya kupikia. Kuna majiko ambayo yamekuja sasa hivi ambayo yanatumia nishati ya ethanol kwa ajili ya kupikia. Sasa kabla hujamaliza uhondo, tuanzie kwenye mchakato mzima. Haya magunzi yenyewe nayaona hapa, inakuwaje mpaka tunapata ethanol huko mbele? Aha, okay. Kwa nini kwanza magunzi ya mahindi? Magunzi ya mahindi yana vitu vikuu vitatu. Yani nazungumzia component tatu ambazo ni cellulose, hemicellulose pamoja na lignin. Kwa hiyo kwa nini tunatumia magunzi ya mahindi? Kwa sababu magunzi ya mahindi yana component ambayo ni sukari, tunasema sukari ambayo ni ngumu, ambayo inaitwa cellulose. Kwa hiyo kwa kuwa magunzi ya mahindi yana asilimia 45 mpaka 55 ya cellulose, ya sukari ambayo ni ngumu, yani complex sugar. Kwa hiyo sukari ambayo ni ngumu ndio ambayo tunaihitaji kutoka kwenye magunzi ya mahindi kwa ajili ya kuja kuproduce ethanol. Mchakato mzima unafanyikaje sasa mpaka tunapata hii ethanol? Kwa sababu hapa naona kuna vitu vingi kweli kweli vimejipanga. Tunaanzia wapi mpaka kufikia mwisho? Kwa hapa mbele yako unavyoona, huu ni mchakato mzima wa kutoka magunzi ya mahindi mpaka kuja kufika kwenye ethanol yenyewe. Kwa hiyo hii unavyoona hii mbele yako, hii yote ni process nzima. Kwa hiyo kwanza magunzi ya mahindi yanasagwa kutengeneza unga. Kama unavyoona huu unga wenyewe ndio huu hapa, ambao huu unga kama ukiuangalia una size kubwa. Kwa hiyo ni lazima upetwe, yani uchuujwe. Kwa hiyo unapetwa kuja kutengeneza very fine powder, very fine powder kama unavyoona, na size yake ni less than 180 micrometer. Kwa maana hiyo baada ya kuwa umeshasagwa unga kama huo, unafanyiwa kitu anakiita alkaline pretreatment. Yani nikisema alkaline pretreatment inamaanisha kwamba sio vitu vyote ambavyo vimo ndani ya magunzi ya mahindi vinaweza vikatumika kuja kutengeneza ethanol. Kwa hiyo vile ambavyo havihitajiki ni lazima tuvifanyeje? Lazima tuvitoe ndani ya magunzi ya mahindi. Okay. Kwa hiyo ndio hapo sasa mnakuja kwenye hii hatua hii. Yeah, hatua hii inayofuatia hapo. Okay. Kwa hiyo kwenye hii hatua kuna ingredients au component au chemicals ambazo tuna add kwa ajili ya kuziondoa hizo component, kwa kuangalia sifa za hizo component pamoja na zile component ambazo tunaziweka. Na one of the component ambazo tunaitoa ndani ya humu inaitwa lignin component. Kwa hiyo lignin component huwa tunaitoa ndani ya magunzi ya mahindi kwa kufanya alkaline pretreatment, ambayo yenyewe ukitoa inahusikana nini? Yenyewe kwa mfano kama nikiacha, maana yake yenyewe ina tabia ya kwenda kushikilia zile sukari, baadaye kuja kuproduce ethanol. Maana yake production ya ethanol itakuwa ni kiasi kidogo sana kama tukiziacha ndani ya yale magunzi ya mahindi. Ndio. Ndio maana mnaiondoa. Na kabla hatujafika huko mbele, mchakato mzima huu wote kuanzia hapa mpaka kufikia hapa inachukua muda gani mpaka tunapata hii? Kwa sababu huko kusaga ni kitendo cha kuchukua tu, naweka kwenye mashina na nini unapata, na hii kwenye kuchuja pia, ili kupata hizi ndogo ndogo sana inachukua pia muda mfupi. Kutoka sasa hapa kuja hapa mpaka kufika huko mwisho, nikisema the whole production inachukua siku 4. Na siku 4 ni kwa sababu kuna siku 3 kwa ajili ya swala zima la fermentation, kwa sababu kuna kufanya fermentation. Kwa hiyo ambapo fermentation tunafanya kwa muda wa siku 3, yani masaa 72, lakini siku 1 ndio siku ya kuyachakata kama hivi kufika mpaka hapa, na pia kutoka hapa kufika mpaka hapa. Kwa hiyo mchakato mzima wa the whole production process inachukua only 4 days. Siku 4. Okay. Ndio. Sasa baada ya kutoka hapa tumeona kwamba umeshaondoa kila ambacho umekiondoa, maana mnazungumza majina ya kitaalamu kweli kweli. Baadaye unakuja hapa hivi. Hapa ndo kwenye mchakato wenyewe sasa, ile wa fermentation maana yake ni kufanyaje? Kitendo cha kufanya fermentation, nikisema fermentation namaanisha ni kile kitendo cha sukari iliyomo ndani ya kitu fulani inakuwa inaliwa na wadudu ambao wanaitwa yeast au yeast cells. Kwa yeast cells wanakula sukari ambayo imo ndani ya hayo material yangu kwa ajili ya kuproduce ethanol. Yani namaanisha nikisema wadudu au yeast namaanisha ni kama tu amira za nyumbani ambazo tumezoea tunatumia nyumbani. Zinaumua. Sasa
amila ina kazi ya kula sukari. Kwa hiyo sugars ambazo zipo ndani ya yale magunzi ya mahindi ndizo ambazo zinaliwa na hao wadudu ambao ni yeast, na yeast ambao ni common, ambao wanatupa good production, wanaitwa Saccharomyces cerevisiae. Hawa mnawapata wapi mpaka kuwaleta kuja? Kwa sababu fermentation maana yake ni kama wanasema kwa wale wanaotengeneza pombe ni kama kusindika hivi. Yeah. Okay. Kwa hiyo wadudu wa Saccharomyces cerevisiae wanauzwa kwenye laboratories, wanauzwa. Kwa hiyo of course sio cost sana. Sio cost. Kwa hiyo Kwa hiyo ile mtu aweze hii. Kwa hiyo kumbe nao wanajitegemea, sio kwamba wapo kwenye mchakato moja kwa moja, kwamba ukishaweka tu kwenye process ni lazima waingize. Lazima waweke. Kwa mfano kama hii sample unayoona, hii ndio fermentation broth, yani inamaanisha ni sample ambayo huku ndani nimeshaweka kama yeast seli, lakini pia kwa sababu yeast kazi yake nimekwambia wanakula sukari. Kwa hiyo huku ndani kuna sukari ambayo tayari imeshaliwa, lakini kuna sukari ambayo bado imebakia ndani ya hii nani yangu. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, kwa mfano kama ukiangalia huku chini unaona kuna particles kabisa zinaonekana zimejitenga, kwa sababu hizo ni dead cells za yeast. Okay. Sawa. Kwa hii inayobaki juu ndo mnachukua. Sasa hii kutoka hapa kuingia hapa tunaita distillation. Yani nikisema distillation namaanisha kwa hii ni mixture. Huku ndani kuna ethanol lakini pia kuna maji. Kwa hiyo distillation ni kile kitendo cha kutenganisha maji pamoja na ile pombe au ethanol. Kwa hiyo tunatenganisha kulingana na difference in their boiling point. Yani nikisema boiling point namaanisha ile temperature ambayo hiyo solution itatengeneza mvuke au itatengeneza vapor. Kwa hiyo temperature ni tofauti. Kwa mfano maji yana boil at a temperature of 100 degrees Celsius, lakini ethanol ina boil at 78 degrees Celsius. Yani maana yake ni 70. Maana yake kwenye 78, maana yake katika joto la 78 tukichoma, maana yake hii ambayo ni fermentation broth katika joto la 78, kwa sababu unapoenda kuchoma maana yake solution hii mixture inaanzia katika low temperature inazidi kupanda, so unachoma. Maana yake ikifika kwenye temperature 78, ule mvuke ambao ndo ethanol utaanza kufanyeje? Utaanza kutoka juu. Kwa hiyo huo mvuke ambao utakaotoka juu kwenye temperature 78 ndio mvuke ambao sisi tunaucollect. Kwa hiyo tunaufanyia condensation. Yani nikisema condensation namaanisha, kwa mfano tulishawahi, ukiwa unachemsha maji, ukifunika maji, ukija kufunua ule mfuniko, unakuta ule mfuniko ukiwa una maji fulani. Sasa yale maji ambayo unaona, ile ni condensation, kwa maana kwamba ule mvuke wa maji umepanda juu, umesogea, umekutana na mfuniko, then umecondense, umetengeneza tena maji mengine. Kwa hiyo huu mvuke ambao utatoka kwenye temperature 78, maana yake na wenyewe kule tuna ucondense. Kwa hiyo tukisha ucondense sasa, ule mvuke ambapo kwenye temperature 78 unaanguka kama matone, ambao hayo matone sasa ndio ambayo yanakuwa yana contain my product ambayo ni ethanol. Okay. Sasa inahitajika magunzi kiasi gani mpaka, kwa sababu hiki ni kidogo tu, yani mpaka upate hii sample moja yani kwa mfano hapa hivi hii imetumika magunzi kwa kiasi gani kwa kuhesabu? Asante. Kwa production, kwa mfano kwenye kilo moja ya magunzi ya mahindi mimi nimepata 69.23 mils, yani mils 69.23, lakini unaweza kaangalia ukaona mils ni ndogo, lakini tukija tukaangalia in terms of business wise, in terms of market ya ethanol inauzwa kuanzia 250 mils, yani kuanzia 250 mils. Kwa maana hiyo sasa kwenye 250 mils nitatakiwa kutumia magunzi ya mahindi kilo 4 ya magunzi ya mahindi. Kwa hiyo kwenye kilo 4 ya magunzi ya mahindi huku ninapata more than 250 mils, ambapo cost ya ethanol ukiangalia kwa mfano in the market ina range kuanzia 12,000 mpaka 15,000 kwa sasa. Hiyo mils 250. Hiyo kwenye mils 250. Kwa maana yake lita moja ni fedha ya maana. Maana yake lita moja ni fedha ya maana kabisa. Na kwa mfano maana yake kwa mfano ukiangalia kwenye 250 kilo 4 12,000 tuseme, maana yake ni kama ninabadilisha magunzi ya mahindi ambayo yalikuwa yanatupwa
yasitupwe tena, yaje yazalishe kiasi cha shilingi 12,000 kwa takwimu tu za kawaida, japokuwa kuna cost za hizo chemicals, kwa mfano kama sodium hydroxide, kuna sulfuric acid, lakini pia kuna yeast Mtazamaji, tuko katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama ambavyo nilikujuza awali kwamba leo tunaangazia namna ambavyo wasomi wa nchi hii ambao wengine ni watoto wetu wanafanya vitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii inapata suluhu ya changamoto ambazo zipo. Inawezekana magunzi kwako yakawa ni changamoto, lakini suluhu yake ipo kwa sasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambao wako kwenye mchakato wa kutengeneza bidhaa ambayo inakwenda kutumika kuleta matokeo chanya katika jamii. Inawezekana kwa sasa ujiandae kupokea kuanza kama ambavyo tumeona mazao mengine kama maembe yanachukuliwa na viwandani kwenda kutengeneza juisi, basi jiandae tu kwamba magunzi ya mahindi kwa jamii au familia au mikoa ambayo inalima mahindi kwa wingi, suluhu ya magunzi mtaani badala ya kuyachoma sasa inakwenda kupatikana, na matokeo yake ni kwenda kutengeneza ethano ambayo hii ndio inatumika katika mambo mbalimbali. Hebu sasa, kabla hatujafika mwisho, tujue matumizi ya ethano ambayo ndio wanasema zao la mwisho katika mchakato mzima huu ambao umetupitisha. The ethanol ambayo tunatengeneza kwanza ina percentage purity ya 87. Percentage purity ya 87, na hapo unavyoona hiyo ina concentration ya 93. Yani nimeichanganya na maji, ila mwisho wa siku nimepata concentration ya 93. Kwa hiyo ina 87% purity. Kama unavyoona, unaona kabisa inaonekana ipo clear. Sasa hii ethanol ambayo tumetengeneza, kwanza matumizi yake ya kwanza, kama nilivyokuwa nimeeleza hapo awali, kwa ajili ya kupikia, kwa maana kwamba kuna majiko ambayo yamekuja ambayo yanatumia ethanol kwa ajili ya kupikia. Lakini pia matumizi mengine ya ethanol inatumika kwa ajili ya industrial fuel. Nikisema industrial fuel inamaanisha kwamba kuna mashine za viwandani ambazo zinatumia ethanol. Lakini pia matumizi mengine inatumika kwa ajili ya kutengeneza sanitizer za kunawia mikono. Lakini ukiachana na hayo, matumizi mengine pia ni katika kutengeneza perfume ambazo tunapulizia. Wenda leo umepulizia perfume yako asubuhi, lakini hujajua perfume ina contain vitu gani. Perfume pia ina contain ethanol. Lakini pia the aim of doing this ni kwa sababu kwa Tanzania pia tuna import, kwa mfano hizi laboratory kwa ajili ya matumizi tuna import this kutoka nje. Kwa hiyo kitendo cha kuimport kutoka nje, wakati tuna uwezo wa kutumia magunzi yetu ya mahindi hapa kwa ajili ya kuproduce this ethanol, maana yake tutakuwa tunapunguza importation ya ethanol kuingia ndani ya nchi yetu. Na kwa jamii sasa ambayo tunakwenda kuihudumia kupitia utafiti huu na ubunifu huu, ni kwa kiasi gani mchakato huu, utafiti huu unakwenda kuwa fursa kwa wanajamii? Kwanza kabisa, ili kwamba niweze kupata magunzi ya mahindi, manake nitahitaji watu au nitahitaji nguvu kazi ya watu ambao watakao nisaidia kuchukua kutoka kwa wakulima. Maana yake kwanza hapo ninatoa ajira kwa vijana ambao wenda wako mtaani wamekaa. Kwa hiyo kama hiki kiwanda kikiweza kuanzishwa katika maeneo ambayo wanalima mahindi kwa wingi au wanavuna mahindi kwa wingi, maana yake hii itakuwa pia ni fursa kwa vijana, ajira. Lakini pia tukienda kwenye swala zima la kiwanda kama kiwanda, maana yake ina uwezo wa kuajiri vijana ambao nikaongeza ule uwezo wa vijana kupata ajira kupitia huu utafiti ambao nimefanya. Kwa kiasi gani, ni nini kiliwasukuma mpaka mkafikia hatua kuja na huu utafiti? Naamini sio jambo tu ambalo mlikaa mkasema litokee hivi hivi. Ni nini ambacho kiliwasukuma mpaka mkafikia sasa tunakuja na ugunduzi au ubunifu huu? Kwa historia, kitu kabisa ambacho mimi kilinifanya nikafikiria ni kwamba kuna siku tu nilikuwa natembea barabarani. Sasa natembea barabarani najiuliza, nikakutana na kuna sehemu walikuwa wametupa magunzi ya mahindi, na mimi ni mmoja kati ya mhamasishaji wa mazingira. Kwa hiyo nikajaribu kufikiria, mbona haya yanatupwa yanaharibu mazingira yetu. Kwa hiyo ikanisukuma mimi kwa ajili kwenda kufuatilia, kujua kwenye haya magunzi ya mahindi kuna vitu gani, au kwa nini yanatupwa, kwa nini tusiyatumie kwa ajili ya kuyaongezea thamani, instead ya watu kuja kuanza kuyatupa. Kwa nini haya nisiyatumie kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho
ni kina thamani ambacho ni ethanol. Kwa hiyo ili kwanza baada kwenda mbali zaidi, nilivyoenda kufanya utafiti nikagundua kumbe haya pia kuna wengine ambao wanayachoma, wanatoa carbon dioxide gas, ambao kila siku, na mimi ni mtaalamu wa mazingira, mwisho wa siku hiyo ikanisukuma zaidi kuja kuondoa matumizi uchomaji wa haya magunzi ya mahindi kuproduce carbon dioxide gas ambao ni greenhouse gas. Yeah. Na kwa jamii ambayo inatuzunguka unatoa wito gani kuhusiana na swala zima la kulinda mazingira kwa kutumia utaalamu huu ambao unakwenda kuwa suluhu katika jamii? Mimi kwa ushauri wa Tanzania au wazalishaji, hasa wazalishaji wa mahindi, ni kwamba sasa hivi inabidi wakae makini, wakae chanjo. Kitendo cha kuchoma yale magunzi ya mahindi sasa kinaenda kukomeshwa. Kwa hiyo instead ya kuanza kuyachoma, sasa hivi wajue kwamba hayo pia ni dili pia. Kwa hiyo wasiwe wanachoma. Instead ya kuyachoma, tupo tayari, sisi kama vijana tupo tayari kwa ajili ya kutengeneza kiwanda ambacho kitakuja kuproduce ethanol kutoka kwenye hayo magunzi ya mahindi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wasichome magunzi ya mahindi, kwa maana magunzi ya mahindi yanatoa carbon dioxide gas ambayo kila siku kuna swala zima la mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunazungumzia magunzi ya aina ipi ambayo ndiyo yanafaa zaidi katika matumizi ya utafiti huu au matumizi ya uzalishaji wa ethanol? Kwa sababu kuna wale wanaochoma mahindi bado mabichi mtaani, tunafahamu, tunapita huko mtaani, lakini pia kuna wale ambao wanakausha mahindi moja kwa moja, alafu wengine nyumbani tu wanatumia kwa matumizi ya nyumbani. Magunzi ya namna gani ambayo ndiyo yanafaa zaidi? Magunzi kama magunzi ya mahindi kwa hapa Tanzania ni mahindi ya aina yoyote yale, magunzi ya aina yoyote yale yanaweza yakatumika. Kikubwa tu ni kwamba yanahitaji yawe yamekaushwa. Kwa hiyo hata kama tutayapata yakiwa yameloana, kwa mfano yale ya mahindi ya kuchemsha, wale ambao wamezoea kula mahindi ya kuchemsha, maana yake yale mahindi yanakuwa yana maji, kwa hiyo maana yake lazima yakaushwe. Sisi tunayatumia magunzi ya mahindi yakiwa tayari yamekaushwa. Kwa hiyo magunzi yote ya mahindi ambayo yapo ndani ya nchi yetu yanaweza yakatumika kwa ajili ya kutengeneza nishati ya ethanol. Haijalishi ni mahindi ya kisasa au yale ya asili, haijalishi, mahindi ya aina yoyote yale yanaweza kutumika kwa ajili ya nafaka. Kwa maana yake ni kwamba Mtanzania yeyote anayelima mahindi, fursa ya soko la magunzi yake ipo. Yani ipo, na magunzi yale yana thamani kubwa sana. Yeah. Shukrani sana Bwana Julius Maseke kwa ufafanuzi na kwa utafiti huu ambao na uvumbuzi huu ambao unakwenda kuwa suluhu katika jamii ambayo inatuzunguka. Bila shaka mtazamaji, kwa wewe ambao umefuatilia mwanzo hadi mwisho, ni kwamba mahindi yako ambayo unayalima huko nyumbani sasa yanakwenda kupata soko kupitia magunzi. Maanake utauza mahindi, utauza pia na magunzi ambayo unayazalisha nyumbani. Pengine wewe unachukulia poa. Wapo ambao wanatumia kwa wale vijana watu wa zamani kidogo, naweza nikasema wanaweza kukumbuka matumizi ya magunzi kama sehemu ya kuweka kwenye pasi zile za wanasema pasi za mkaa. Watu wa zamani wanaelewa. Kwa hiyo sasa kumbe kuna suluhu nyingine. Kwa sasa hivi umeme umepita kila sehemu. Matumizi ya umeme yaendelee kutumika, lakini magunzi sasa yasitumike kama sehemu ya kuweka moto kwenye pasi, bali yatumike kuzalisha ethanol ambayo matumizi yake tumeelezwa, sanitizer, lakini pia inatumika katika mambo mbalimbali kama ambavyo Bwana Julius Maseke ameeleza kwa kina sana. Shukrani sana kwa wewe mtazamaji, lakini shukrani pia kwa Julius kwa kuwa pamoja nasi, lakini pia shukrani mtazamaji kwa kufuatilia kipindi cha Mwanazuoni. Hii leo tumekuletea utafiti na ubunifu huu wa Julius Maseke na wenzake kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndaki ya teknolojia na uhandisi, ama ndaki ya uhandisi na teknolojia, wao wanaita COET, ikiwa ni wiki ya utafiti ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2026 yenye kauli mbiu kutumia utajiri wa madini wa nchini Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii. Mimi ni Tobias Masalu kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Bye bye.